نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Enyi waja wa Allah, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na pia naihusia nafsi yangu kunako jambo hilo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mazungumzo yetu ya siku hii ya leo yataondokea katika aya ya 30 sura ya 8 suratul Anfal. Allah anasema: wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituk au yaqtuluk au yukhrijuk wayamkuruna wayamkuru Allahu wallahu khairul makirin. Kumbuka ewe Muhammad na umma wako pindi pale waliokufuru walipokupangia mipango ili waweze kukufunga au kukuua au kukutoa katika mji wako. Wanapanga hayo na Allah anapanga, naye ni mbora na mjuzi zaidi katika masuala ya kupanga. Ndugu zanguni, aya hii inatukumbusha tukio muhimu, nalo lila kuhama mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kutoka mji wa Makka kuelekea mji wa Madina, ambao katika lugha ya kisheria tunasema hijra au lugha ya Kiarabu, ambalo ndiyo asili ya kuanzishwa kalenda ya Kiislamu, ambayo sasa tupo fi sadrihi, tuko mwanzoni mwa kalenda hiyo. Tuko ndani ya mwaka wa Kiislamu mpya, na tuko mwezi wa kwanza wa Kiislamu na siku za mwanzo kabisa za mwezi huu wa Kiislamu. Hivyo basi ni vyema tukumbushana tukio kubwa ambalo ndiyo sababu ya kuitwa na kuanzishwa kalenda hii ya Kiislamu, nao la kuhama mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hivyo tutazungumzia mazingatio yanayopatikanwa katika kuhama kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kutoka mji wa Makka kwenda Madina. Kwa kifupi, katika mji wa Makka ambapo ndimo alipozaliwa mtume, ndipo pia alipoanza kufanya da'wa yake ya kuwalingania watu katika Uislamu, lakini akakumbana na madhila na adha nyingi. Kama wasemavyo Waswahili, nabii hakubaliki kwao, na kila nabii alipata mitihani kwanza na watu wake wa karibu. Na hili pia lilimkuta mjumbe wetu
mjumbe wa Allah Muhammadun sallallahu alayhi wasallama, yeye na watu wake wa karibu, nduguze waliosilimu na wale masahaba kwa ujumla wao waliosilimu, wakawa na bughudhiwa na kunyanyasa sana, nyanyaswa mno. Wakaamriwa kuhama hijra mbalimbali kwenda Taif, ujombani kwa mtume, akaambuliwa kupigwa mawe kwenda Ethiopia, Habash. Baadhi ya sahaba wakaenda Ethiopia, lakini hijra kubwa ilikuwa ni ya mtume kutoka Makka kwenda Madina. Ndugu zanguni, katika hijra hii kuna mazingatio makubwa sana ambayo inatuweka karibu kuyaelekea mafanikio fi daraini, mafanikio ya duniani na pia mafanikio ya kesho akhira, kupitia tukio hili adhimu la kuhama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndani yake kuna khutta istratejia, kuna mpango mkakati ambao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliuweka ili kuhama kutoka mji wa Makka kwenda Madina. Na katika mpango huu utaona kuna mafunzo mengi tutayaona biidhnillah ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwanza alichagua ni nani atasuhubiana naye katika safari hii nzito ambayo anatafutwa na makafiri wa mji wa Makka ili wamuue. Nani rafiki wa kusuhubiana naye? Akamchagua Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Akamchagua sahaba Abu Bakar ambaye alikuwa ni rafiki yake wa karibu mno na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, as-Siddiq, mkweli. Manake kila safari uianzayo unapaswa kuwa na suhuba aliyokuwa mkweli na mwaminifu. Funzo hilo. Lakini pia akachagua wakati gani atatoka katika mji wa Makka kwenda katika mji wa Madina. Atahama vipi? Anatafutwa kila kona ya mji wa Makka, na watu wameahidiwa ngamia 100 atakayempata mtume akiwa hai au amekufa. Ngamia 100 kwa ngamia kipindi hicho, tena humurun naim, ngamia wekundu walikuwa ndio wenye thamani kuliko ngamia yote ile. Fikiria aina ya gari yote ile yenye thamani kuliko zingine. Sasa unapewa 10 ukimpata mtume awe hai au awe amekufa. Mtume anaondoka wakati wa dhahira, wakati wa mchana, jua kali. Kikawaida katika mji wa Makka na miji mingi ya Arabu, si rahisi kutoka mtu katika muda huo kwa ukali wa jua. Wengi wako ndani wametulia. Muda huu anaianza safari, anakwenda kwa sahaba Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakari anamuona mtume anakuja, anasema mtume katika ujio huu wa muda huu wa dhahira, muda huu wa adhuhuri, baada ya dhuhuri, bila shaka kuna jambo zito nataka anieleze. Muda unajieleza. Sawa sawa na mtu anakupigia simu saa 6 za usiku kwa mazingira yetu, lazima ujue kuna jambo. Anafika kwa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakari hakuambiwa kama kuna jambo hilo, imefichwa siri ya kuhama. Anaambiwa, bwana, hali ni mbaya, hali ni mbaya, tunapaswa kuhama katika mji huu, maisha yetu na usalama wetu uko hatarini. Wakati huo kundi la masahaba radhiyallahu anhum, baadhi yao washahama kwenda katika mji wa Madina, bakia watu wachache tu. Muda huu anauchagua kwamba huu ndio muda wa kuhama. Katika nyumba anamuuliza mtume, anamuuliza Abu Bakar radhiallahu anhu, kuna nani ndani? Kabla hajazungumza chochote kile, anaangalia usalama ili habari zikavuja kabla safari haijaanza.
Abubakar anawaambia hakuna mtu mwingine ndani mgeni zaidi ya mke wangu na binti yangu Asma radhiyallahu anha. Wanaanza mazungumzo yao ya kupanga mikakati ya kutoka mji wa Makka kwenda Madina na kuhama ili kukimbia adha ya Makuraishi na maudhi dhidi yao. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam anapanga mkakati mwingine. Anamwambia tutaondoka muda wa usiku. Lakini pia anapanga mkakati wa kumuacha mtu katika nyumba yake, ile yule mtu awaghuri na kuwahadaa maadui waone kwamba mtume kaingia ndani, waje usiku wamuue. Kwa sababu kuliandaliwa vijana, yani walitolewa kila kabila katika mji wa Makka, alichukuliwa kijana mmoja hodari na mwenye nguvu. Lengo likiwa kwamba ili mtume akiuawa damu yake ienee kwa makabila yote yawe yameshiriki katika mauaji. Na zamani ilikuwa kabila linalofanya mauaji litaadhibiwa, na kabila la mtume haliwezi kupigana na makabila yote ikiwa kabila lake lenyewe haliwezi, sababu lenyewe limeshiriki na makabila yote katika mji wa Makka. Wanamvizia mtume majira ya jioni, wanamuona mtume anaingia nyumbani kwake. Kumbe Ali radhiyallahu anhu amevalisha mavazi ya mtume, akiwa ameficha mpaka uso wake ameyavuta mbele hivi ili ionekane kwamba mtume sasa anaingia, wamvizie usiku wamuue. Ali anapewa maelekezo, wewe lala katika kitanda changu hichi. Wakichungulia nyumba zamani zinaonekana ziko transparent. Wanaona Ali yuko, mtume yuko ndani, kumbe si mtume, sio mtume sallallahu alayhi wasallam. Mikakati inapangwa ya kuhama. Ali analala kwa malengo mawili. Mosi, aweze kuwaghuri na kuwadanganya, kuhadaa maadui wa mtume yuko ndani. Mbili, aweze kurejesha haki mbalimbali ambazo ni amana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwekezwa au ziliwekwa na watu mbalimbali. Ingekuwa ni mimi na wewe tunapata sababu ya kuhama katika mji kama hiyo, tungeacha nao tudai mashallah na ndai hatoniona bana, kama tatizo mengi bana, maana siwezi kulipa, unapata upenyo wa kuchomoka. Lakini mtume alikuwa ni mwaminifu, akasema lazima haki za watu zirejeshe kabla, hata kama mimi nitakuwa sipo. Ali radhiyallahu anhu analala juu ya kitanda cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia usiku unafika na safari inawadia, wanamuita mmoja katika watu wataalamu wa njia, wa kujua njia za kwenda sehemu husika. Kama ilikuwa ni safari ya meli, basi ni wasoma ramani au ya ndege, wanafahamu kutoka Maka mpaka Madina unapita njia gani. Na huyu tunaambiwa katika historia hakuwa Muislamu. Tafsiri yake ni kwamba Uislamu haujakataza kushirikiana asiyekuwa Muislamu katika mambo yasiyokuwa ya ibada. Huyu bwana anatumiwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama katika kuhama kwa mtume wetu. Ameandaliwa kakaa kando ya mji na farasi. Lakini safari inaanza kutoka mji wa Makka kuelekea Madina, ni janub, ni kusini mwa mji wa Makka ndio kuna njia ya kwenda nini? Kwenda Madina. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anachagua njia ya shamal, kaskazini, ili kuwahadaa maadui. Njia ya kaskazini ambayo inaelekea mji wa Yaman, sasa hivi ni nchi ya Yaman kwa sasa, nchi ya Yaman tangu zamani, ili maadui wakimfuata waelekee njia ya kusini ambapo wanaelekea katika mji wa Makka, kumbe ameelekea njia ya kaskazini waelekea katika mji wa Yaman. Alimradi awahadaye azunguke, yani kwa maana njia ile ndefu, unakwenda Dodoma, unaanza kwenda huku Dar es Salaam, baada ya kwenda hivi utapitia Morogoro, utarudi Dodoma. Angalia makini mipango ambayo inapangwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wanaondoka wakati wa usiku wa manane, na Abu Bakar radhiyallahu anhu katika safari ya mashaka na tabu, na wanaelekea katika njia ambayo si ile ambayo wanaifahamu watu wote.
na moja kwa moja safari inaanza ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia akachagua wapi watafikia kwanza, kiasi kama maadui wanatoka katika mji wa Makka mpaka wanafika Madina hawajawaona njiani. Wanachagua katika Gharu Thawri au Jabalu Thawri, mlima Thawr, mlima ambao katika historia ni mgumu mno kupanda, pia mgumu kufikiwa. Ndio wanachagua huko tukakae siku 3 kwanza, tutulie hapo. Wanakwenda wanafika paka katika mlima huo. Lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama hakuacha majambo hivyo hivyo tu, akamwandaa sahaba Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Sahaba Abdullah ibn Abi Bakar, mtoto wa Abu Bakar radhiyallahu anhu, ambaye yuko naye katika safari, akamwandaa kijana huyo. Kazi yake yeye anashinda katika mji wa Maka na kuchunguza yapi yanasemwa na kupeleleza yote yanayozungumzwa dhidi yao, na kisha wakati wa jioni anapeleka taarifa katika pango. Wamesema hivi, wamepanga hivi, wameelekea wapi, wameelekea wapi. Mafunzo katika hijra ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini si hivyo tu, akaandaliwa Abdullah ibn Fuhaira. Huyu ni mchunga mbuzi na kondoo. Kazi yake yeye ni kufuata zile nyayo za Abdullah ibn Abu Bakar. Anapeleka taarifa na mbuzi wake anachunga pale ili zile nyayo zipotee. Ikitokea maadui wanafuata nyayo zimeenda wapi hizi, wasizione kupitia mbuzi anaowachunga. Mkakati umepangwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabii anawapelekea maziwa katika pango huyu mchungaji wa mbuzi, mtu dhaifu na dhalili. Wewe umefanyia nini Uislamu wako? Huu ni mchungaji tu na si mbuzi zake huenda. Lakini haikuishia hapo, akaandaliwa Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Kazi yake yeye ikawa ni kupeleka chakula na mahitaji mbalimbali kwenye pango ambalo majificha mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Abu Bakr radhiyallahu anhu, Gharu Thawri. Asma anaenda kila usiku. Dhinnataqain unasema katika sira, katika historia, alikuwa amechana, kuna mkanda unafungwa katika mavazi ya wanawake kipindi hicho. Sasa hivi wanafanya mara moja moja, unafungwa mkanda mrefu ya kiuno, kisha upande wake mmoja unaning'inia mpaka chini kama sehemu ya marembo. Ule mkanda akaukata katikati, akawa ndiye anafungia mizigo ya chakula na mahitaji mbalimbali ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akiwa ni binti mdogo kabisa. Wewe binti wa Kiislamu umefanyia nini Uislamu wako? Anahatarisha maisha yake kwa ajili ya kunusuru Uislamu kwenye hijra ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanakaa hali ya kuwa yule Abdullah ibn Fuhaira, yule mchunga mbuzi, anaenda na kazi yake ile ile, ni kufuta nyayo za wanaopita pale, sijulikane kama umepita katika eneo hilo. Twende katika pango, tuingie katika pango ambalo yumo mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na sahaba Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wamejificha humo kwa muda, walikaa siku 3 pale wakitafutwa na makafiri wa mji wa Makka ili wauawe. Tuingie ndani ya pango, kipi kilijiri humo? Katika tafuta ya Makuraishi, wamekwenda njia ya kwenda Madina, hawaoni mtu. Wakampata mmoja katika wataalamu wa nyayo, usomaji wa nyayo, ambaye alikuwa ni mtaalamu katika masuala ya nyayo, ili aweze kuonesha kutoka pale kwa mtume kwa Abu Bakar hawa watu walielekea wapi. Tahamaki anaelekeza upande ule wa mashariki, upande wa kaskazini, ambapo mtume na Abu Bakar ndipo walipoelekea. Wanawaambia, wewe mpuuzi nini bwana, hawezi kuelekea. Tumepata taarifa ni kwamba anakwenda Madina huyu kwa watu wake waliotangulia. Wanaelekea huko wapi bwana? Sasa mimi ndio mtaalamu, mmeniajiri na kwambieni ameelekea huko. Safari inaanza mguu mosi, mguu pili, mpaka ndani ya pango la Thauri. Wanafika ndani ya pango, Abu Bakar radhiyallahu anhu
anaanza kupata mashaka. Fa akhadha bikulli asbabin, kwanza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama alichukua kila hatua za kawaida za kibinadamu za kujihami ili wasijue alipoelekea. Kwa kubadilisha njia, kuandaa mtu wa habari amletee, kuandaa mtu wa chakula amletee, mtu wa kupoteza maboya yule mchungaji na kadhalika. Akachukua hatua vizuri kabisa kuondoka usiku. Lakini hakuridhika na hilo, pia alimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Innal quluba tatawakkal wal jawarih ta'mal. Hali ilivyo katika ulimwengu, viungo vinatenda, lakini moyo unapaswa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo muwezeshaji, si ilmu yako, si nguvu zako, si watu wanaokuzunguka, la hasha wakalla, si hivyo. Abu Bakar radhiyallahu anhu anasimulia. Abu Bakar anasema hakuna mtu aliyeweza kutuona katika lile pango isipokuwa mmoja wa wale ambao walikuwa ni wataalamu wa njia. Akasema Abu Bakar, faqultu hadha at-talab qad lahiqana ya Rasul Allah. Kuna mtu ashatuona, ashatufikia, yeye mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala anamuona mtu yuko nje pale. Tumenawambia, ma dhannuka ya Abu Bakr, una dhana gani ewe Abu Bakar? Bithnaini Allahu thalithuhuma, kwa watu wawili ambao ni Abu Bakar yeye na mtume, Allahu thalithuhuma, Mungu ni watatu wao. Tumemtegemea Allah, tumetumia njia mbalimbali, lakini Allah ndiyo anatulinda katika hili. Abu Bakari kidogo moyo unatulia, anaambia la tahzan inna Allaha ma'ana, usihuzunike, kwa hakika Allah yuko pamoja nasi. Idha unita bi shiddatin wa asabaka al-amru al-ashaq wa as'abu fad'u man huwa qaribun min hablil warid wa aqrabu. Ukipatwa shida, ukakutwa na jambo zito ambalo huna ufumbuzi nalo, muombe yule ambaye yuko karibu kuliko hata mshipa wako wafahamu, Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaambia Abu Bakari usihuzuniki. Mtume anawaambia Abu Bakari usihuzuniki, inna Allaha ma'ana. Abu Bakar wakati anapumzika, anatulizana namna hiyo, ghafla yule jamaa anazidi kusogea, anasema anazidi kusogea katika lile pango. Ashapanda kwenye mlima, tobo liko jirani tule shimo la kupita pale. Abu Bakar anasema lau anna ahaduhum nadhara tahta qadamayhi la absarna, laiti mmoja wao katika maadui hawa angetazama tu chini ya nyayo zake angetuona. Hali iko hivyo, qaba qausaini awadna, jirani mno. Abu Bakar akaanza kutokwa na machozi. Anasimulia Abu Bakar, anasema ilikuwa ni kadri ya mkuki tu, sio mkuki ule mzima na mpini wake, kijimkuki kile chenyewe, shibri, hata futi moja haifiki, ili waweze kuwafikia na walipo waone. Bakar akaanza kulia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia, ma yubki, lipi linakuliza ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, lipi linakuliza? Anasema wallahi sili kwa ajili ya nafsi yangu. Angalia tadhiya, watu walivyokuwa wanajitolea kwa ajili ya Uislamu, wanamuhami mtume. Sili kwa ajili ya nafsi yangu, bali nalia kwamba wakitukuta hapo tutauana, wewe utakufa na wewe ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fadaa alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, Allahumma ikfina akamwombea sallallahu akamwombea Abu Bakari dua hii kwamba e Mwenyezi Mungu tosheleze dhidi ya hao maadui. Na kweli maadui wakawa wameshindwa kuwaona mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, na wakarejea wakaona kwa jabari hili hatuoni ishara zozote, wakarejea mikono mitupu.
na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ameokoka ndani ya pango, akakaa muda wa siku 3 katika pango hilo, kisha baadaye akaianza safari sasa rasmi ya kuzunguka mpaka kufika katika mji wa Madina. Istaghfiru rabbakum antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza almuttaqun. Enyi waja wa Allah, na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika wamefuzu wale ambao wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hicho ni kijisehemu tu cha historia ya kuhama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutoka mji wa Makka kuelekea mji wa Madina. Safari inaendelea mpaka kufika mji wa Madina, na katika hutuba moja hatuwezi kueleza safari yote jinsi ilivyo, na hata matukio tuliyoeleza ni machache katika mengi. Tumechukua muhimu tu. Mazingatio ni kwamba Uislamu umetuwekea kanuni mbalimbali za maisha, kufuata utaratibu wa maisha, kuwa na mipango katika maisha yako, uwe ni mpango wa muda mrefu au mpango wa muda mfupi, action plan, khutwa tanfidhiyya. Uislamu hauendi sabahlala, shaghala baghala, helter skelter. Hapana, Uislamu unakwenda kwa mikakati, na mafunzo unayapata hapa katika kuhama kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Funzo la pili, Uislamu pia pamoja na kwamba unapanga mikakati, unaweka taratibu zako za masomo, za kilimo, za biashara, pia usimsahau Allah subhanahu wa ta'ala, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili. Jambo la tatu, katika kila hatua ya maisha au ya kutafuta pepo yako, lazima kuwe kuna tadhhiya, kuwe kuna muhanga, kuwe kuna kujitolea kwa nguvu zako bila kujali almuawiqat, aqab, changamoto, challenges katika maisha yako. Matatu haya ni mafunzo tunayopata katika kuhama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama kutoka mji wa Makka kwenda mji wa Madina. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر صحابته أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، وفي غزة يا رب العالمين، وفي فلسطين يا رب العالمين، وفي العراق يا رب العالمين، وفي اليمن يا رب العالمين، وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على عبدك ورسولك محمد، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.